wanaobariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Niko hapa kufanya marejeo kwamba unabii umetimizwa. Na hii ilikuwa tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, wakati tulikuwa tunafanya marejeo ya unabii ambao Mama Shauri Yesu alieleza unabii ulikuwa umetimizwa ule wa tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kiasi ambacho ilionekana kwamba Chama cha Mapinduzi walifanya kikao cha siri na mabadiliko makubwa yalianza kutokea. Na wakati tunafanya marejeo yale, ilitokea kile kikao cha Zanzibar, kiasi ambacho mabadiliko makubwa kwenye safu za uongozi katika Chama cha Mapinduzi na pamoja na safu za uongozi katika serikali. Na Mama Shauri Yesu alieleza katika michoro ile, katika ono lile la kinabii, wakati tunafanya marejeo unabii ule kutimizwa, Mama Shauri Yesu alieleza wazi kwamba bado mabadiliko makubwa yataendelea kutokea katika serikali. Na tayari mmeona unabii huu umetimizwa katika nchi ya Tanzania. Moja kati ya viongozi wa ngazi za juu ameachilia ngazi, na hii yote inaonyesha kabisa Mama Shauri Yesu anajua michoro yake, anaujua mwisho tangu mwanzo. Na watu wote mnaweza kujifunza michoro hii ili muweze kutubu dhambi, na unaweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kwa maana mtandao wetu wa YouTube wa Felix Masumiswi, mtandao wetu wa TikTok wa Felix Masumiswi, mtandao wetu wa Facebook wa Felix Masumiswi, na ule wa Instagram wa Felix Masumiswi. Uweze kujifunza mikuto hii, na unaweza moja kwa moja ukasubscribe ili uweze kupata kila taarifa ambazo zinakuja. Mama Shauri Yesu anaweka anwani hizi duniani ili watu wote mpate kujifunza kwamba Mama Shauri Yesu anajua mwisho tangu mwanzo, na ameachilia ujumbe wa nani wa kanisa. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Masumiswi, na jumbe zetu ni jumbe za kinabii, zinatoka kwa mtindo wa series. Fuatilia series ya kwanza mpaka mwisho kila ujumbe. Na jumbe hizi usiongeze chochote wala usipunguze chochote, wala usitumie akili yako cosmology wala akili yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yao mkozi wa Mungu funuo. Tubu dhambi, kwa Mama Shauri Yesu ararudi moja wa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuonane katika Mungu unakuja. Amina. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Kupitia taarifa yake kwa umma iliyotolewa leo tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi ameeleza kuwa amemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha uamuzi huo. Dr. Nchimbi ameeleza kuwa uamuzi huo unalenga kutimiza ahadi aliyoitoa kwa rais mnamo tarehe 27 Agosti 2025 ya kuachia ngazi pindi rais atakapohitaji mabadiliko katika nafasi hiyo. Aidha, ametoa shukrani zake za dhati kwa Rais Samia, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na Watanzania wote kwa ushirikiano na imani walioonyesha kipindi chote cha utumishi wake. Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo unabii ambao Mama Shauri Yesu aliutoa ilikuwa tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na huu unabii ulikuwa ni maalum kuhusu Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM katika nchi ya Tanzania, chama kinachotawala Tanzania katika mikoto ile ya kinabii. Mama Shauri Yesu alieleza wazi kwamba ilionekana kwamba kuna dalili kama zile kuonekana kama vile mipango ya siri kwa ajili ya kuingia kwenye vinyang'anyiro kuelekea katika mwaka ule wa 2030 kwa maana ya uchaguzi, kiasi ambacho inapelekea kama kutengeneza mianya au njia mbalimbali zinazoweza kudhoofisha utendaji wa serikali. Kwa Mama Shauri Yesu alieleza kwamba alitoa unabii kwamba Chama cha Mapinduzi kilionekana kimefanya mkutano wake wa siri, na matokeo mwisho yalitokea kuja na mabadiliko makubwa katika nafasi za uongozi kwa maana katika Chama cha Mapinduzi. Na hii ilienda sambamba pia katika unabii ule badiliko katika safu za uongozi katika serikali katika kutoa kinabii. Mama Shauri Yesu alitoa anwani zile, na hapa naweza kutumia wakati mwema kabisa kwamba unabii ule umetimizwa katika anwani hizo mashuhuri. Lakini nieleze tena, ule unabii ule utaendelea kubaki salama, kutakuwa na mageuzi makubwa yataendelea ambapo Mungu mkuu Yesu alikwisha kusema katika mtoto wa kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, tutaunganisha na unabii ule ili watu waweze kuelewa kwamba Mama Shauri Yesu alitangulia kuyasema haya katika anwani zake mashuhuri. Lakini pia niweze kufanya marejeo haya kwamba tutaweka pia na tukio, kwa maana ile tangazo linaweza kushabiana na unabii ule. Lakini nizidi kueleza hapa kwamba kuna mambo mengi makubwa yanakuja kwa ajili ya kufanya mabadiliko na kubadilisha safu mbalimbali, kwa sababu kuna mpango ambao hauwezi kuleta tija katika maendelezo, katika mageuzi
maamuzi ambayo yatakayofanyika sasa hivi. Kwa sababu mashauri yetu yanatoa anwani hizi mashauri. Kwa hiyo ni walike watu wote kufuatilia ujumbe wa Nane Kanisa kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mason Ministry. Utaona maajabu makubwa ya ujumbe wa Nane Kanisa, na ujumbe zetu zimetoka mtindo series, fuatilia series ya kwanza mpaka series ya mwisho kwa kila ujumbe. Na jumbe hizi usitumie kile kwa sababu wa theolojia. Jumbe hizi ni jumbe za kinabii, unapaswa kumuuliza Roho wa Bwana ambaye anazungumza baraka ya Yesu uweze kupata mikuto ya kinabii. Tubu dhambi kwa mambo ya shauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Ni zidi na kueleza kupitia mtandao wetu wa TikTok, mtandao maalum tunatumia kupandisha nabii mbalimbali na baadhi ya vipengele vidogo ambavyo tunajaribu kwa ajili ya kuweza kuonyesha watu nini kipo katika mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mason Ministry. Kwa kufanya marejeo haya mpaka sasa nabii zaidi ya 200 zimekwisha timizwa tokea mwaka 2023 tulipoanza kurekodi unabii wa kwanza mwaka 2023 mwezi wa 9 mpaka sasa nabii zaidi ya 200 zimetimizwa, na hapa tuko katika maandalizi kwa ajili ya kuandaa documentary ya zile nabii 200 plus ili watu wote wapate kujua anwani hizi mashauri. Kwa hiyo ninawaalika watu wote muendelee kufuatilia, na unaweza kujiunga moja kwa moja kupitia mitandao hii ya YouTube na huu wa TikTok uweze kupata taarifa mbalimbali na jumbe mbalimbali ili uweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mambo ya shauri Yesu. Na wale walio nje ya nchi katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu unaweza pia ukafuatilia, lakini unaweza kusali, kuna programu mbalimbali za kubadilisha lugha, unaweza kupata anwani hizi na mikoto hii ukajifunza kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mambo ya shauri Yesu pia ufunuo. Tubu dhambi geuka, mambo ya shauri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno kwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova atatutoa katika Mungu mkuu. Amina. Bwana wabariki kutoka kwenye maskani mlio ujumbe sawa kutoka jiji la Ushenji Tanzania. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Huu ni unabii maalum kuhusu Chama cha Mapinduzi CCM. Chama kinachotawala nchi ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi nisikie neno la Bwana. Nilimsikia Yesu akisema nami katika lugha ya kinabii. Akaniambia ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna watu kana kwamba kuonekana kwake ni kama wako kwa ajili ya kufanya jambo la uendeshaji wa serikali uonekana kuwa mgumu. Kwa lugha nyingine, wanakwamisha kwa makusudi, aidha kwa kauli zao au kuonekana kwake ilikuwa ni kama vile wengine wana mikakati asili wakishirikiana na baadhi ya watu walioko nje ya chama chao, na pia wengine wakishirikiana na watu kutoka nje nchi, wakiwa na shabaha ya kutengeneza safu ya utawala katika uchaguzi unaokuja. Na hii inaenda sambamba na baadhi ya viongozi wa serikali, wanasiasa walioteuliwa kwenye nafasi mbalimbali. Na niona Bwana akinionyesha katika ono la kinabii kama vile kuonekana wengine wanatumia nafasi hizo, badala kuwepo mmoja kati ya watu wanaotumia nafasi hiyo kutatua matatizo yaliyoko mbele ndani ya serikali au matatizo yaliyoko ndani ya nchi. Wao nao wanapojiwa na vyombo vya habari huwa wanaongea kama wao sio wahusika, wakati wakiwa na shabaha maalum, aidha ya kutengeneza mazingira kuonekana kwamba serikali haifanyi kazi au kuna jambo lingine nyuma ya pazia. Bwana kaniambia, kiambie Chama cha Mapinduzi. Na naliona katika ono la Bwana, Chama cha Mapinduzi wamekaa kikao cha siri. Maamuzi magumu yalifanyika, kiwango ambacho baadhi ya nafasi za utawala za uongozi ndani ya chama, na naliona mabadiliko makubwa yanatokea ndani ya chama chao, yakienda sambamba na mabadiliko makubwa ndani ya mifumo ya utawala, kwa maana zile nafasi za uteuzi pamoja na nafasi nyingine za kuchaguliwa. Naliona jambo hilo katika lugha ya kinabii. Naliona jambo hilo kwa Mungu ananiambia kuna hali ya uasi nyuma ya pazia, na watu wanashika mipango ya siri wakishirikiana na baadhi ya watu au vyombo fulani kutoka nje ya nchi. Wengine wamekubali kwa siri kukubali kwamba wao wakichukua madaraka nchini ndani ya chama chao, chama ambacho kinatawala Tanzania, kwamba watakubaliana na masharti yote ikiwemo pamoja na ushoga pamoja na usagaji. Wamesaini na watakuwa na fedha nyingi wakati wa kuandaa mikakati, na tayari wametengeneza safu mbalimbali kwa ajili aidha kuifanya serikali ionekane haifanye kazi. Nisikie neno la Bwana, Chama cha Mapinduzi. Nisikie neno la Bwana, mambo ya shauri Yesu anaachilia anwani hizi mashauri. Nisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, chukueni hatua kali dhidi ya viongozi hao, dhidi ya hao watu
Badala ya kutatua matatizo, Mwamba Mkuu Yesu alitoa unabii wake wa kuivusa nchi. Badala ya kudili na matatizo na namna ya kutumia taaluma zao na uzoefu walionao na kuaminiwa kwenye nafasi walizonazo, wanatumia nafasi hizo kama vile kuonekana kwamba wao hawapo. Laiti kama wao wangepewa, basi wao wangekuwa viongozi bora. Lakini naliona baadhi ya watu ambao wana mikakati ya siri wameanguka na wameshindwa kuingia Ikulu. Na hapa natumia maonyo haya maalum kupitia unabii huu. Watu wote sikieni, Tanzania nzima sikieni. Rais katika milioni 63 plus, rais ni mmoja tu. Hata ikifika 2030 mkifanya uchaguzi, atakayeingia Ikulu ni mmoja tu. Ogopeni mtu anayetafuta madaraka kwa njia za uchanja, kwa sababu anakuwa na nyuma ya pazia sio moyo wa utumishi, bali anakuwa na moyo wa uharibifu kwa sababu ya shabaha zake za giza. Natoa haya maneno maneno kupitia unabii huu mashuhuri. Tanzania lisikie neno la Bwana. Na hii ni maoni kuhusiana na chama kinachotawala katika nchi ya Tanzania, kwa maana Chama cha Mapinduzi. Amina. Barikiwa. Kutoka maskani mimi uchungu saa, kutoka jiji la nchi Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Lakini maalum kuhusu nchi ya Tanzania na ni maalum kuhusu Chama cha Mapinduzi. Bwana anawabariki, mshangilie Bwana mashuhuri. Sasa katika kikao cha halmashauri kuu tumekuwa na ajenda kadhaa. Ajenda ya kwanza, tumezungumza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake ambao utafanyika mwaka 2027. NEC imepitisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima, kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambulisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia chaguzi zake za ndani katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano. Lakini ajenda ya pili, tulikuwa na sera ya jinsia na ujumuishi, ambao hii ni sera ya mwaka 2026. Tumepitisha sera ya jinsia na jumuishi ya CCM. Sera hii inahakikisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi yote yanapata nafasi sawa ndani ya chama na katika maendeleo ya nchi, kwa maana ya nafasi za uongozi. CCM inasema hakuna atakayebaki nyuma. Halmashauri kuu leo imefanya pia uteuzi wa viongozi kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya secretariat ya Chama cha Mapinduzi. Na mabadiliko hayo, tutaanza na ndugu Agrey Mwandri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha, huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo, ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim ambaye amechukua nafasi ya uchumi, ambaye amechukua nafasi ya ndugu Raila Burhani Ngozi ambaye yeye alipata uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya hapa Zanzibar. Lakini wajumbe wengine wa secretariat kwa maana ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Kenan Labani Kihongosi anaendelea na nafasi. Lakini ndugu Rabia Hamid ambaye anaongoza idara ya Suki anaendelea na nafasi. Lakini pia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Asha Rose Migiro anaendelea nafasi ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi.